Anasema furahini siku zote, na tena anasema furahini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Yesu pekee. Unafanya kazi ya Mungu kwa kinyonge, unaimba kwa kinyonge, ufanya chochote kwa kinyonge, afu ni Kristo. Ila wakati mwingine tuweze tukalaumu kwa sababu wewe hujapewa kodi maalum, ufunguo wa kufungua hivyo vitu ili viweze kufanyika katika neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiwa na uhakika wokovu, tunaona Jumapili kuna vitu vinashuka tunakuwa navyo. Mwisho kabisa tukaona tunakuwa na ushindi wa kila kitu tunachokifanya. Lakini leo tunajifunza mabadiliko matano ya mtu aliyeokoka. Kwa mabadiliko tumeshakuwa na uhakika wokovu, kuna mabadiliko matano tena tunahitaji kuyajua. Shida sio kuokoka. Hii ngoma ndio kichwa ngumu hii. Gusa hiyo. Au unayogopa kuigusa. Hiyo ndio kichwa ngumu inayosumbua sana. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tukiruhusu neema ya Mungu ikafungia ndani yetu, tutafunguliwa, tutakuwa na amani, tutakuwa na upendo. Hata jirani ukimwona utamfurahia, hata ndugu ukimwona utamfurahia. Hautakuwa na kinyongo ndani yako. Hata uko utajivunia kuwa na wewe baada ya kupokea hakika tano za wokovu, ukapokea mabadiliko matano ya wokovu. Sasa lazima hata ulimwengu ufurahie kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee. Unaonaje tukiwa na viongozi waliopokea mabadiliko matano? Ukatambua hakika tano za wokovu, wakapokea mabadiliko matano ya wokovu. Unaonaje? Ni hatari sana na kwa safi. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Yesu apewe sifa. Soma hiyo Wafilipi mzee tuondoke hapo. Furahini katika Bwana siku zote. Na tena nasema furahini. Sikiliza, upole wenu na ujulikane na watu wote. Useme hivi. Bwana yu karibu. Tusijisumbue kwa kitu chochote, kwa neno lolote. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Pamoja na kushukuru. Pamoja na kuwa na moyo wa shukrani. Haja zetu na zijulikane na Mungu. Amani ya Mungu ipitayo akili zote. Angalia, na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Hapa kuna akili gani? Kuna akili moja au? Kuna akili nyingi tofauti. Kuna ndogo, kuna kati, kuna ndefu. Amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Itatuhifadhi mioyo yetu na nia zote zetu katika Kristo. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee. Kwa tunahitaji kumwelewa vizuri. Mtu aliyeokoka hapaswi kuwa na kinyongo ndani yake. Hapana bwana. Kwa nini unakuwa na kinyongo kwa ajili ya fulani? Kwa nini unamsengenya fulani? Unaona hizi ni ahadi ambazo zimepewa na watu ambao wamepokea mabadiliko matano. Maana yake ukipokea mabadiliko matano lazima mambo yatokee ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni Kristo. Kwa hiyo tunahitaji kufurahia mabadiliko matano. Kama huwezi kufurahia mabadiliko matano, hata wokovu bado hujautambua. Mimi naongea, unafikiri mimi naacha kuongea? Lazima tuongee ukweli. Kama huwezi ukafurahia mabadiliko matano, hata wokovu bado hujautambua. Yesu atuhurumie. Wale ambao hatujatambua Yesu atuhurumie. Wale ambao hatujatambua Yesu atuhurumie. Namna hiyo unakataa. Usikatae, kubali tu. Hapo ukikubali ndipo Mungu anapotengeneza njia ya kukutengeneza vizuri, usimame kwenye zamu yako vizuri. Ile ukikubali kitu ambacho ni hakuna, ni hatari. Amen. 4. Lazima mwili ukombolewe. Amen. Lazima mwili ukombolewe. Baada ya akili kupokea uponyaji, roho ikapokea uponyaji. Unaonaje? Lazima moyo ukipokea uponyaji, lazima mwili wako uwe salama. Kwa sababu uko simati kiroho, uko simati kimoyo. Kila kitu unachokoza kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Naomba 1:9 anasema unawaza nini juu ya Bwana? Kwa mtu ambaye hana hizo hawezi kawa na wazo juu ya Bwana. Ndio maana kauliza unawaza nini juu ya Bwana?
Kwa mfano mchungaji anasimama hapa anatoa, mbona hatueleweki? Kile kinachosema hatufanye kile, hatueleweki. Lazima uulize hilo swali lije ndani yako. Tunawaza nini juu ya Bwana, au tuna Bwana mwingine tukimtumikia kuliko huyu? Tunawaza nini juu ya Bwana? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akauliza, mbona watu hawaeleweki na wanawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Acheni kulala. Amen. Lazima tujiulize tunawaza nini juu ya Bwana. Kwa mwili ukikombolewa, mwili ukipokea uponyaji, tunatembea kifua mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwili ukipokea uponyaji, utaambiwa twende mekesa kuhubiri kile, lakini twenda kwa Mungu. Utasema Mungu na Mungu. Utaenda. Una uhakika utaenda kwa sababu mwili hujapokea. Lakini kama unajisikia uko vizuri, kiroho uko smart, kimwili uko smart, kiakili uko smart, lazima mwili hata kama kambuka na unasema kwa jina la Yesu, naenda. Siku na watu ambao hawaendi kanisani kwa sababu ya vyakula. Wanabaki nyumbani wanapika. Acha tuseme. Maana lazima tuzungumze ili kanisa lipate uponyaji. Kanisa ni wewe, sio hili jengo. Lazima tuzungumze kanisa lipate uponyaji. Unaonaje ukibaki nyumbani? Unaandaa pilau yako safi, afu Mungu umemleft siku hiyo, utaki kwenda kumwabudu, kumshukuru Mungu aliyekupa neema ya kuiona Christmas, ya kuona mwaka mpya, utaki kwenda kumuona, utaki kwenda kumshukuru. Unaonaje? Ni sahihi kwa hicho kitu kinachofanyika? Maana yake bado mazingira yako yamekuteka. Mwili hujapokea uponyaji. Kwa hiyo mwili akili kikwambia twende kanisani, ile mimi nakwambia bwana usiende bwana, mimi najisikia vibaya. Bora baki hapo baki unaandaa tu. Acha ruhusu akili ipokee uponyaji na mwili pia ukombolewe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu pekee. Kwa tukiruhusu hivyo vitu vikifunguliwa vizuri, tunakutana na baraka za Mungu sawa na mapenzi yake. Amen. Kwa tukiruhusu hayo mambo yote tunaweza tukaona kuwa ni hasara tu, vya kurasi nini bure tu. Tunaweza tukatukosesha katika mpango wa Mungu. Soma Luka 16:19 mpaka 30, lakini sasa mpaka 30. Kuna mtu mmoja ambaye tunataka tujifunze kwake katika kukombolewa kwake, katika kuinuliwa kwake na katika umaskini wake. Lazaro ni mtu aliyeinuliwa, Lazaro ni mtu aliyekombolewa, Lazaro ni mtu aliye maskini. Tutaelewana hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kusoma hii Luka inasema kuna tajiri na maskini walikuwepo. Huu tajiri na maskini watu walikuwa wanaishi mtaa mmoja. Kwa mujibu wa Biblia, lakini kwa sababu maskini alikuwa anaenda kwa tajiri kuomba chakula ale. Lakini maskini msosi alikuwa hapewi, anakula makombo ya chini. Yule tajiri alikuwa na maumbwa, lakini yale maumbwa sasa yalikuwa hayana taibu, yanamramba hata vidonda. Sasa sio ilikuwa hayali, yanamramba vidonda yule maskini. Maskini akimaliza nakula winga naenda paka na poa. Lakini kwa nini tunataka tujifunze kwa huyo jamaa? Tuelewe kila kitu tunachokifanya, kila kitu tunachokifanya. Kila kitu tunachokifanya. Ndio maana nimesema unaweza kuacha kuja kanisani kwa sababu ya vyakula. Kila kitu tunachokifanya kama hakijabeba kusudi la Mungu ni bure. Unakifurahia kwa wakati huo, lakini baadaye kinaenda. Kuna msemo napendaga kutumia hapo mchungaji, anasema chakula baada ya masaa mawili tu ukishamaliza kukipika, usipokitoa watu wakile kinaharibika. Kwa hiyo kinabadilika kwa nini? Mbolea kule. Kinabadilika kuwa mbolea. Sasa kama kinabadilika kuwa mbolea, maana yake una uhakika tumaini lako unalotumaini kwa wakati huo ni la muda tu. Ni la muda linapita. Sasa karibu ibadani. Haijalishi ni siku gani. Njoo ibadani tu furahi. Utapika tu tukitoka ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee. Yesu ni Kristo. Kwa huyu maskini baadaye kafika hatua kafa. Alivyokufa kaenda mbinguni kwa sababu alikuwa ni maskini wa kiroho. Maskini wa kimwili lakini kiroho alikuwa tajiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo alikuwa ni maskini wa kimwili lakini kiroho alikuwa ni tajiri. Alafu yule tajiri wa kimwili kiroho ni maskini wa kutupwa. Kila mtu alipokufa aliondoka njia yake. Lakini yule aliyekuwa tajiri hapa, yule aliyekuwa kitumainia vyakula hapa,
Yule aliyekuwa akivunia vyakula alipokufa, akamwona yule maskini aliyekuwa anakuja kuomba chakula kwake, akamwona kule na yeye alishakuwa tajiri sasa. Akamwona kule ameshakuwa tajiri. Akamwambia, yule si fulani yule aliyekuwa anakuja kwangu kuomba kamsosi na mzikuwa na mnyima. Basi kwa yule nimuite. Anaweza kalipa msaada hapa. Alafu kwa sababu yeye haja akumpa msaada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule tajiri wa hapo alipoondoka akaona, njoo kidogo tutole moja la maji, nataka niburudishe ulimi wako. Lakini maskini yule tajiri kwa wakati huo hakuongea neno lolote. Aliongea ni bwana mkubwa Ibrahim, akamwambia, umekula mema duniani, huyo amepata tabu duniani. Ni wakati wake wa kustarehe, na wewe ni wakati wako wa kula nini? Mateso. Kwa tambua kila kitu tunachokifanya kina faida na hasara. Kwa tukiruhusu mwili ukakombolewa, tunaweza tukaleta tumaini jipya ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndani ya nchi, ndani ya ulimwengu mzima. Elewa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia huyu fundisho alilotoka nalo pale jehanamu, alilolikuta pale, akasema, naomba mtume duniani kuna watu wangu, kuna ndugu zangu wasije huko nilipo, maana wabadilishe nini? Wabadilishe mwelekeo, wasiende kule alipo. Ni kuchungu. Kwa hiyo kinachohitajika nini? Mwili wako kiruhusu unapokea uponyaji hapa duniani. Utoacha kwenda kumtafuta Mungu kwa sababu ya vyakula. Utoacha kwa sababu mwili ndio utakao kudanganya Bwana na njaa. Usiende Bwana wako unapika. Leo nimesimamia hapo tu kwenye vyakula tu. Ziko nyingi za kuzoea ni hapo. Maana hapo mkola kusababisha watu wasiende kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tu. Ila kwa mjibu wa mtu aliyeokoka hakuna kitu kinachoweza kumzuia kwenda ibadani. Bwana Yesu ainuliwe. Yesu pekee. Matendo ya Mitume 8:4-8. Tunaona mtumishi wa Mungu Filipo alipoteremka Samaria, akapiga injili, akahubiri vizuri, mapepo, magonjwa, uchawi kawaachia watu wote. Mahali pale pakawa shwari. Kwa nini pamekuwa shwari? Miili yao ikakombolewa, mazingira yakakombolewa, furaha ikarejea. Furaha ya nani? Furaha ya Kristo. Mahali pale kulikuwa na mchawi huyu mmoja. Watu wengi walikuwa wakimtumainia kwa muda mrefu sana. Alikuwa akifanya maajabu. Lakini huyu mchawi alipoona Filipo alichokifanya pale, akasema, na watumishi wa Mungu akina Petro waliposhuka pale, akasema, naomba na mimi mniuzie hicho kitu ambacho kitumia hapa, maana sio kawaida. Maana anataka kuondoa ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na nguvu ya Mungu ndani yako, una uwezo wa kubadilisha kila kitu. Mwili hauwezi kupokea ugonjwa, akili haiwezi kuagiza. Roho wa Mungu siko ndani yako Bwana. Kwa nini unataka kuruhusu Roho wa Mungu aingie ndani yako? Hakika tano za wokovu tumejifunza Jumapili. Leo tunajifunza mabadiliko 5 au mabadiliko 5 tukiyapokea vizuri, tukiyaishi vizuri, tunaona baraka za wokovu. Amen. Luka 8:1-3. Yesu alipotoka kaenda mahali pale akapiga injili, wamama wakafunguliwa, mwili ikawa huru. Sasa tumeokoka, tutashamba na Bwana watu wengi kweli. Eti tumeokoka, twende na shamba la Bwana watu wafunguliwe. Kuna watu wanahitaji injili. Mwaka umeanza. Mwenyekiti wa vijana mkoa na tawi, inabidi uliangalie vizuri. Mwaka umeanza, tuanze mwaka na mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Sio vijana tu, hata wewe mama, hata wewe kijana, hata wewe baby, hata wewe baba. Unaweza, kwa sababu hiyo injili ya kila mtu. Ni wajibu wa kufanya hiyo kazi. Bwana Yesu ainuliwe. Wakorintho wa kwanza 3:16. Baada ya kutoka kwenye vifungo hivyo, sasa tunakuwa nyumba ya Mungu. Baada ya mwili kufunguliwa, baada ya mwili kukombolewa, roho ya giza kuachia, roho ya mateso kuachia, unakuwa nyumba ya Mungu. Mungu anakaa ndani yako, roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa nini anakaa ndani yako? Ni mahali salama. Hakuna giza tena. Hakuna chochote kinachoweza kukutisha, maana Mungu hachangamani na chochote. Hakuna chochote kinachoweza kumtisha Mungu asikae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Leo hichi kitu kinachozungumzwa,
Usiseme kwamba haya mbona ni kila siku. Hii bado ina giza, ina matatizo hii. Yaani ukisema hii mbona ni kila siku, tunafundishwa kila siku. Elewa hii kitu hii bado ni jiwe. Unahitaji pigwe nyundo. Nyundo ya nani? Nyundo la neno la Kristo mwenyewe. Ukichukua mazoea kwamba kila siku unafundishwa hivyo, kila siku unafundishwa hivyo, uwe na uhakika bado mabadiliko bado ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu pekee. Yesu Kristo. Tano. Lazima mahali unapokaa pawe nini? Pawe salama. Mahali unapokaa pawe nini? Pawe salama. Baada ya kutambua mabadiliko, lazima kila mahali unapokaa pawe salama. Furaha irejee mahali hapo. Upendo urejee mahali hapo. Amani irejee mahali hapo. Ushirikiano urejee mahali hapo. Wapi? Tuanze hapa kanisani. Baada ya kanisani nyumbani. Kanisani tunacheka, lakini tukifika nyumbani mbogo. Nani anajua mnyama anaitwa mbogo? Nani anajua kati yenu? Hamna anayejua mnyama anaitwa mbogo wenyewe. Hamna anayejua. Tukifika nyumbani unakuta umetuna hivi, yani unataka kuongelesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukishapokea mabadiliko ya matano, lazima amani ya Mungu itawale. Lazima furaha ya Mungu itawale. Mazingira yao ni sehemu ya kufurahia kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee. Yesu Kristo. Ukisoma Mwanzo 3:17 tunaona ardhi Kananiwa. Kwa sababu ya nani? Ya yule binadamu ambaye hakuruhusu furaha ya Mungu itimizwe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee. Lakini tunaona Joshua anakuja kutuhakikishia. Anasema kila zitakapokanyaga nyayo zenu nimewapa. Yoshua 1:3. Andika. Ndio natoka hivi. Yoshua 1:3. Kwa ile ardhi iliyolaniwa kwa sababu yako pia unaweza kurejesha uponyaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yako tu unaweza kurejesha uponyaji. Maana nikikwambia uponyaji, unaona ndani ya familia yako unaweza kurejesha furaha. Ndani ya familia unaweza kurejesha furaha. Ndani ya kanisa unaweza kurejesha tumaini lilopotea. Tumeelewana? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu pekee. Yes. Lakini Mwanzo 12:1-3 tunaona baraka za Mungu zikimiminika juu yako. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Baraka za Mungu zinakuandama. Amen. Kwa nini zinakuandama? Ni kwa sababu umekubali kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Kila wewe tunakwenda kuinuka tu. Usiinuke kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa tukiona ile Matendo 8:4 inakitimizwa mahali hapo panakuwa salama, panakuwa furaha. Tunafurahia wokovu. Amen. Mwisho, ili tuweze kuwa watu wa namna hii tunahitaji nini? Moja, lazima tuwe watu wa ibada. Isaya 1:18. Njoni tusemezane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee. Lazima tuwe watu wa ibada. Huwezi kuwa adui wa ibada alafu uwe na uhakika wa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi. Mbili, lazima tuwe watu wa maombi. Bwana Yesu ainuliwe. Tatu, lazima tuwe watu wa kutangaza Injili. Kwa maana ni sharti ihubiriwe. Tukitambua yote, lazima tuvae silaha zote za rohoni. Sio bunduki, sio mishale, sio mishale ya kufuta. Yeye anasema vaeni silaha zote ili muweze kuizima mishale ya yule adui. Maana yake mnaizima wapi? Ukiwa nyumbani umelala, wala ikikuta pale na kugonga. Ukiamuka unasikia kichomi huko. Ukiamuka hivi. Inuka. Tukatangaza Injili. Bwana Yesu ainuliwe. Isaya 60:1 hadi 3 mpaka na 22. Utasoma kwa muda wako. Bwana Yesu apewe sifa. Ili hayo yote yatimizwe. Uwe na uhakika. Jumapili tumejifunza maana ya wokovu. Maana ya wokovu tumejifunza, tukapata mambo matano tunaweza kujifunza mahali pale. Leo tumejifunza mabadiliko matano ya mtu aliyeokolewa.
Leo tumeona mambo matano. Ili tuweze kutembea katika neema hiyo, tunahitaji kuwa na mkono